Naam, dakika ni 21 baada ya saa 2 saa zetu za Afrika Mashariki. Hujambo, karibu ndani ya mpango mzima Jamvi la Gumzo, nikiwa hapa kwa niaba ya mwenzangu Gibson Kisaka. Atakuwa anaungana nawe msikilizaji hapo baadaye, lakini kutoka sasa hadi hapo saa 3:30 utakuwa nami hapa KK Kitoto Kiafrika. Natumai kwamba umekuwa na wakati mwema kuanzia asubuhi hadi sasa kwa vipindi vyetu mbalimbali. Kama ilivyotangazwa awali kwamba leo itakuwa ni siku ya kipekee kwa mahojiano haya ndani ya kipindi cha Jamvi la Gumzo. Tarehe ni 24 mwezi ni wa 11 mwaka huu 2025. Tukisema tarehe 24 na tukasema mwezi wa 11, basi tunamaanisha kwamba imesalia siku moja tu kabla ya uzinduzi wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, ama ukipenda dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kesho ulimwengu mzima utakuwa unaadhimisha ama kuzindua rasmi siku 16 ambazo zitakuwa zinatumika kuanzia kesho tarehe 25 hadi tarehe 10 mwezi Disemba, kwa ajili tu ya kuadhimisha, kwa ajili ya kuangazia, kwa ajili ya kushirikiana kwa pamoja, kwa ajili ya kuweka mikakati, kwa ajili ya kuangazia hatua ambazo zimepigwa hadi sasa ili kuhakikisha kwamba dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana zinakomeshwa. Kauli mbiu ya mwaka huu haswa ni kuangazia dhulma za kidijitali dhidi ya wasichana na wanawake. Ndiposa leo katika studio, katika kipindi cha Jamvi la Gumzo, basi tunakuletea mazungumzo haya tukitaka kuangazia kwa kina dhulma hizi za jinsia dhidi ya wanawake na wasichana katika kaunti ya Taita Taveta na maeneo ambayo tunasikika popote ulipo. Kwa hivyo nawe pia tunakukaribisha katika mazungumzo haya, maana yote yanatuhusu katika jamii. Tungependa kukushirikisha endapo una swali lolote, endapo kuna hali yoyote ya dhulma ambayo unapitia, basi tuna watu ambao wako hapa ndani, wageni wetu ambao watakuwa wanawasiliana nasi, wanajadiliana nasi na mazungumzo ambayo yataweza kutuhamasisha na zaidi ya yote kutuelimisha. Katika studio basi ninaye Janet Mwaluma ambaye ni mshirikishi wa dhulma za kijinsia pamoja na masuala ya afya ya akili katika idara ya afya kaunti ya Taita Taveta. Vile pia ninaye Pauline Atieno ambaye pia ni coordinator ama mshirikishi wa miradi mbalimbali katika shirika la Action Aid, na pamoja na Pauline pamoja na Janet pia ninaye Anthony Maina ambaye ni afisa wa masuala ya jinsia katika shirika la Hand in Hand East Africa. Kwa hivyo kwa kweli tumejihami na tumai tuko tayari. Nawe tunakukaribisha ili kuwasiliana nasi, basi nambari yetu ya simu ni 0113770266. Unaweza kuelekeza ujumbe wako mfupi, nambari yetu ya SMS ni 0113719439. Isitoshe Facebook page yetu ni Sifa 107.7 FM Voi. Unaweza kuwasilisha pia ujumbe wako pale, tutakuwa tunausoma na tutaweza kushirikiana kwa pamoja. Naitwa KK Kitoto Kiafrika, 24 dakika baada ya saa 2. Basi moja kwa moja tuanze mazungumzo nikiwakaribisha wageni wetu tupate kusikia sauti zao, lakini zaidi ya yote tupate salamu zao za siku. Nikianza na upande huu, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Janet Mwaluma, kama vile mlivyotangaziwa hapo mbele na dadangu hapa. Nafanya kazi katika idara ya afya na tukisimamia mambo ya dhulma za kijinsia pamoja na mambo ya afya ya akili. Naam, asante na karibu. Yes. Asante sana. Nami kwa majina naitwa Pauline Atieno. Mimi ni mratibu wa miradi katika shirika la Action Aid, na hivi leo nimefurahi sana kutembelea studio yetu ya Sifa ili tuweze kujadiliana kuhusu maneno ya dhulma kwa wasichana na wamama pia. Naam, karibu. Yes. Habari ya jioni. Mzuri sana. Kwa majina naitwa Anthony Mwangi Maina, nami nafanya kazi na shirika Hand in Hand Eastern Africa, na mimi ni program officer gender na mambo ya advocacy. Naam. Asante. Naam, karibu sana na karibuni kwa mara nyingine katika mazungumzo haya. Naam, mazungumzo yetu haswa yanaangazia GBV ambao tunasema ni gender based violence, ama kwa Kiswahili tutasema dhulma za kijinsia, na haswa tukiangazia dhidi ya wanawake na wasichana. Na tunapozungumza kuhusu dhulma za kijinsia, kuna wengine labda ambao hawaelewi kwamba je, hii dhulma za kijinsia labda ni dhulma za aina gani, ama hizi dhulma zinajitokeza kwa mifumo ya aina
gani katika jamii zetu, katika familia zetu. Kwa hivyo ningependa kwanza na Bi Pauline wa Action Aid, uweze tu kutueleza kwamba je, tunapozungumza kuhusu dhulma za kijinsia dhidi ya jinsia ya aina yote ama dhidi ya wanawake na wasichana, tuna maana gani na haswa zinajitokeza kwa mifumo ya aina gani katika jamii na familia zetu? Asante sana. Pengine kwa kuanzia pale, ni vyema pia kama wale ambao wanatusikiza pia wanaweza kuelewa ni kwa nini tunaongelea juu ya dhulma ya kijinsia. Naam. Na sana sana tukiangazia dhulma ya kijinsia dhidi ya wanawake na watoto wasichana. Naam. Ni kwa sababu takwimu imeonyesha kuwa hata ulimwengu mzima ukiangalia zile dhulma ambazo zinatokezea katika familia zetu ama jamii yetu, sana sana ni kina mama na watoto wasichana, ndio takwimu inaonyesha kuwa wao ndio wanadhulumika zaidi. Yes. Kwa mfano katika ulimwengu utapata kuwa inasemekana kuwa karibu milioni 840 ya watu ulimwenguni wa mama wamepitia aina fulani ya dhuluma. Naam. Na hiyo inamaanisha kuwa that is around kama 30% ya watu katika ulimwengu mzima ya wamama wamepitia dhuluma. Na ukiangalia hiyo takwimu ukilinganisha na wanaume, kidogo wako chini sana kupitia hiyo. Sasa hiyo ndio maana unaona kuwa mashirika mengi yanajitokeza kuhakikisha kuwa hao watoto wasichana na wamama wamelindwa. Na tukiongea juu ya dhuluma tunajaribu kuongea juu ya pengine katika familia. Sana dhuluma inaanzia katika familia. Katika familia pale utapata kuwa pengine mama anapigwa na mume wake. Hiyo ni aina fulani ya dhuluma. Unapata pengine kuna kitu ambao tunaita sexual gender based violence, ile ambayo sasa ni ya kingono. Mtu anakulazimisha mkue na ngono naye. Sasa hiyo ni pia aina fulani ya dhulma. Na pia kuna ile dhulma ya kupitia kiuchumi, economic violence. Hiyo pia ni aina fulani ya dhulma ambayo kina mama na watoto wasichana pia wanapitia. Na sana sana utapata pia kuwa sana sana ni kina mama ndio wanadhulumika zaidi. Ndio maana unaona ulimwengu mzima wamejitokeza na wakasema kuwa tunataka kutenga siku kama 10 hivi. Zinaweza kuwa hata 16. Zenye sasa watu kitu ambao wanakuwa wanaongelea ni dhuluma, kukomesha dhuluma. Kwa sababu dhuluma ukitokezea mahali fulani inamaanisha pia maendeleo inarudi nyuma. Unaweza kupata pengine kwa mfano kukiwa na dhuluma katika jamii, pengine katika familia, mtu ameumia, hiyo physical violence, mtu ameumia. Mtu akishaumia inamaanisha kuwa huyu mtu anafaa apeleke wapi? Hospitalini. So inaleta pressure mingi pengine hata kwa health sector. So pia inafanya pia hali ya uchumi pia inaathirika. So hizo ndio maana tunasema kuwa inafaa karibu ulimwengu mzima wajitokeze, wakuwe pamoja ili kuhakikisha kuwa maneno ya dhulma yamepunguzwa. Na asante sana. Natumai kwamba tumepata ufafanuzi na haswa akiwa anaeleza tu kuhusu ni umuhimu gani wa kutenga siku hizi 16 kwa ajili ya kuangazia na kupinga ukatili ama unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba wale ambao wanapitia dhulma kwa kiwango kikubwa zaidi katika jamii na familia zetu ni wanawake na wasichana. Narudi pale pale kwa kuangalia mifumo ama tuseme aina mbalimbali za dhulma za kijinsia. Naam, Janet. Okay, sawa. Kuna aina mbalimbali za dhulma za kijinsia. Na hiyo dhulma za kijinsia aina mbalimbali ni kama vile alivyoanza kusema kwamba kuna zile za kingono. Hiyo ni aina moja. Ambazo hizo za ngono tuko na defilement na rape. Kwamba rape ni kubakwa, na tofauti ya rape na defilement ni kwamba rape ni kubaka mwanamke ambaye amefikisha miaka 14 na kuendelea. Na defilement ni chini ya miaka 18. So yoyote yule ambaye ako chini ya miaka 18 hana ruhusa ya kupeana consent ya ngono kulingana na sheria yetu ya Kenya. Sasa mtu yoyote yule ambaye ataenda kufanya ngono na mtoto ambaye hajafikisha miaka 18, hiyo ni anakuwa kwamba anavunja sheria na ni makosa. Aina nyingine ni physical, hii ya tutasemaje Kiswahili? Ya kimwili. Ya kimwili, kwamba umepigwa, umeumizwa.
any physical violence ambayo imeletwa kwako kwa sababu ya kwamba wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanamume. Kuna ingine ambayo ni economic. Utapata kwamba mtu ananyanyaswa kifedha. Yes. Kwamba huyu ni mwenzake, labda ni mwenzake wa ndoa, lakini anahakikisha kwamba amemnyanyasa, hana fedha zozote za kujisimamia yeye mwenyewe, ndio aweze kumcontrol ama kummanipulate. So ni kwamba utapata mwanamke labda amezuiwa kufanya kazi kwa sababu ameolewa, akaambiwa wewe utakaa nyumbani, mimi nitakupatia kila kitu. Lakini kwa kweli ni kwamba si rahisi sana hivyo mtu kuupatia mwingine kila kitu, ama wakati mwingine pia mtu anataka tu financial freedom ambayo ni right ya kila mtu. Vile vile mmoja anaenda kazini afanye kazi, mwisho wa mwezi apate pesa yake, hata huyu mwingine akona haki ya kuenda kazi afanye apate pesa yake ajisimamie. Ama mlete nyote kwa meza, msaidiane kuendelea mbele. Ingine tena ni emotional, ambapo hiyo iko sana na watu hawaiongelei sana, lakini pia iko na madhara mengi zaidi. Kuna ile kusimangwa kila wakati, kurushiwa maneno ambayo kwa wakati wote huna amani, yanakufanya unajiona kama wewe huna thamani. Hiyo violence ya kihisia, kila wakati unarushiwa maneno ya kukuonyesha kwamba wewe hutoshi. Kama ni mwanamke wewe yani hutoshi, wewe si yani kuna vitu ambavyo jamii inaweza kukuangalia ikaona kwamba kama huwezi kufanya hii basi wewe sio mwanamke. Naweza sema mfano kama labda tunaweza kuwa na mwanamke ambaye ameolewa na bado hajapata mtoto. Alafu sasa inakuwa jamii nzima inamsema, inamrushia maneno makali, maneno machungu kwa sababu hajaweza kupata mtoto. Of which si mapenzi yake, lakini sasa anakuwa yeye kila wakati anasimangwa, maisha yake yatakuwa magumu sana. Kuna pia wakati mwingine mtu anaweza kuwa anarushiwa maneno kwa sababu kuna kitu watu wana expect ufanye, lakini hujaweza kufikia hapo. So kutakuwa na masimango, kutakuwa na maneno mengi ambayo yanakufanya wewe huna amani kabisa, which is hiyo si vizuri. Ingine tena ni tunaita harmful traditional practices, kwamba kuna mila ambazo zimekuwa lakini kidogo zimepitwa na wakati, ama tuseme hazikuwa ni mila nzuri. Tunasema mwacha mila ni mtumwa, lakini kuna mila zingine ambazo lazima tuache, kama mila ya kuoza mtoto mdogo na mila ya female genital mutilation, ukeketaji wa wanawake. Hizo pia ni aina za dhulma ya kijinsia. Na kama vile pia ulivyosema hapo mbeleni kwamba sasa mwaka huu theme ina revolve around hii mambo ya digital violence. Ni kwamba sasa kuna a lot of digital violence ambayo inaendelea, ambayo pia ni aina nyingine sasa ya dhuluma ambayo sasa inakuja juu sana. Na pengine tukishikilia hapo Bi Janet, labda tuangalie hali ya ukatili wa kijinsia, ama tuseme dhulma hizi za kijinsia haswa katika kaunti ya Taita Taveta, jamii na familia katika kaunti hii ya Taita Taveta kwa sasa iko vipi, tukizingatia takwimu na vile vile pia tukiangalia maeneo haswa ambayo yanaongoza kwa kurekodi visa vya dhulma za kijinsia katika kaunti ya Taita Taveta. Asante sana. Ni kwamba takwimu kweli bado kwetu ziko juu. Na hata nikisema kwamba ziko juu, kumbuka zile ambazo tuko nazo ambazo ziko juu, kuna nyingi ambazo ziko pale nyumbani bado hazijafika kwetu. So zile ambazo hazijafika kwetu hatuna. Ile takwimu ambayo sisi tuko nayo ni ile ya wale ambao wamefika kwetu, na wakati mwingi utapata ni wale ambao wameumizwa sana mpaka wakaona hii imetosha, wacha niende kutafuta matibabu. Kama mwaka wa 2024 tulikuwa na 640 cases kwa kaunti yetu ambao waliweza kufika kwetu kutafuta matibabu ama kutafuta services zetu kwa sababu wamepitia dhulma za kijinsia. Mwaka huu kuanzia January mpaka mwezi wa 10, mwisho wa mwezi wa 10, tayari tuko na 440 across the county ambao wamepitia hizi dhulma za kijinsia. Na tukiangalia kama vile mwenzangu alipokuwa anasema pale mbeleni kwamba dhulma hizi sana sana
zinaathiri wasichana na kina mama ni ukweli, kwa sababu hata kwa takwimu zetu kama hiyo ya mwaka uliopita nimesema 640, wanawake na watoto walikuwa ni 528, wanaume walikuwa 112. So unaona hapo wanawake ndio wanaathirika zaidi. Tukiangalia huu mwaka hiyo nimesema ambayo tumefika 440, tumekuwa na wanawake 394, alafu wanaume ni 46. So ni kweli kwamba hizi kesi ziko nyingi na ziko juu, na hizi ambazo tunakupatia takwimu ni kwamba ni wale ambao wamefika kwetu wakitafuta usaidizi, wakitafuta matibabu, lakini kuna wengi ambao wamebaki nyumbani bado hawajajitokeza. Naam. Labda nikimaliza kwako kisha nirudi kwa Anthony wa shirika la Hand in Hand. Pengine unaweza kutueleza kwamba kwa aina hizi ambazo umezitaja za dhulma za kijinsia, ni aina ipi haswa ambayo inaongoza katika kaunti ya Taita Taveta? Aina ambayo inaongoza kwa wale ambao wanafika kwetu nitasema ni ya ngono. Kwa sababu wakati mwingi hawa wengine wa hizi za kihisia, physical ama hizi harmful traditional practices, wakati mwingi hawaji kwetu. Utapata hawa ambao wamedhulumika kingono wanakuja kwetu kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kwamba anaweza kuwa amekuwa exposed na maradhi kama HIV. So atakuja kwetu kwa sababu watu wanaelewa sahihi kwamba utaenda utapata dawa ambazo zitakusaidia usiweze kuambukizwa. Ama anajua kwamba amedhulumiwa kingono na kuna dawa anaweza pewa ya kumzuia kupata ujauzito, atafika kwetu. Ama kwa sababu pia sana sana utapata ni watoto wamedhulumiwa pale nje, mzazi amegundua, mtoto amekuja ameathirika mpaka anamwaga damu sana, analetwa kwa sababu ya yale matibabu. So wale wengi wanafika kwetu ni wale wa dhulma za kingono. Naam. Yes. Alright, asante sana msikilizaji. Kumbuka ni mazungumzo ambayo yanahusu dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, tukiwa tunazindua siku 16 za kukabiliana na dhulma hizi ama za kupinga dhulma za kijinsia, uzinduzi ambao unafanyika tarehe 25 hapo kesho. Kwa hivyo natumai kwamba unafuatilia mazungumzo. Endapo una swali lolote, nambari ya simu ni 0113770266. Ujumbe wako mfupi ni 0113719439. Nataka nizungumze na Bwana Anthony Maina wa shirika la Hand in Hand East Africa, shirika ambalo pia linafanya majukumu kadhaa na miradi mbalimbali katika kaunti ya Taita Taveta, na haswa likiwa na lengo la kuangazia masuala ya jinsia. Bwana Anthony, tukianza na wewe, labda tuambie tu kidogo kuhusu shirika lenu na kazi mnazofanya Taita Taveta, na haswa kwa sababu gani mmechukulia swala hili la jinsia kwa uzito. Karibu. Asante KK. Asante. So shirika la Hand in Hand Eastern Africa ni shirika ambalo ni la NGO, shirika ambalo si la serikali but iko registered, na hasa kazi yetu kubwa kama shirika tunaangazia ku empower society through jobs and enterprise creation. Watu wanapotengeneza makazi na biashara, tunapata kwamba society inapata ile nguvu. Na kwa nini tunaongea mambo ya dhulma za jinsia? Tumegundua ya kwamba jinsia inazuia mambo ya development. So wakati yenye wanabiashara wameanza biashara alafu jinsia inaingilia pale kati, unapata mara mingi ile biashara haiwezi songa mbele. Kwa hivyo kama shirika sisi tuna train, tunafunza watu na capacity build, hasa sana mambo ya entrepreneurship, sababu tunaamini kama shirika it's a preventive measure, inazuia. Sababu wanawake na wasichana wakiweza pata income, pesa yao, wapate sauti, the voice, na agency weze kupeana ile motisha na morali ya maisha, inazuia sana ikikuja hasa mambo ya dhulma. Sababu dhulma mingi tunaona ya kwamba mara mingi zinafanyika nyumbani sababu ya economic pressure. Hiyo hasa inachangia sana hiyo mambo ya dhulma. So wakati yenye
wana wa kike wameanza biashara zao, wanapata pesa yao, wanaenda kwa soko, wanapata nafasi ya mobility kutoka pale nyumbani ende kwa soko, atangamane na wengine, anapata pia kujua kwa mfano dhulma ikifanyika ataenda wapi. Naam. Yeah, asante. Alright, asante sana. Na natumai katika mazungumzo yako pia umeweza kufafanua wazi sababu zile ambazo kwa hakika zinaweza kuwa zinachangia dhulma hizi za kijinsia katika familia kulingana na kazi ambayo umekuwa mkifanya katika shirika, na umetaja kwamba umaskini, ile hali kwamba labda mapato yanakuwa chini katika familia majamii, alafu unakuta kunakuwa na mgogoro ama kunakuwa na mvutano na unapelekea pia vita katika familia na katika nyumba. Labda unaweza kutuelezea baadhi ya miradi, hamasa, mashughuli ambazo mnafanya na jinsi mnavyoshirikiana na jamii hasa kupunguza dhulma za kijinsia kwa kutatua swala hili la umaskini. Asante. Kwa hivyo kwa sasa tuko na projects mbili. Moja iko Wundanyi, nyingine iko hapo Watate. Yeah. Na project ya kwanza ina deal sana sana na mambo ya naitwa harmful gender practices, gender norms. Yeah. Hizi ni zile mila ama desturi ambazo kidogo zimepitwa na wakati. Hasa wakati nye tunasema kwamba kwa mfano kuna ile mila inasema kwamba kazi ya kuleta mapato, income, ni kazi ya mwanaume peke yake. Tunaona economy venye hiko, tukisema boma mwanaume alete pesa peke yake, utapata kwamba maendeleo kwa boma itakuwa chini ama itakuwa polepole sana. Naam. Kwa hivyo kama shirika tuna train vikundi, hasa tunawafunza mambo ya umuhimu wa kuwa ndani ya kikundi, sababu pia inakuwa ni kama support. Yeah. Na pale ndani ya kikundi pia tunawafunza jinsi ya kuanza kuweka akiba. Akiba inawasaidia hasa wapate pesa ya kuanzisha biashara, na pia inawasaidia wakati inakuja kama wanataka kuchukua mikopo ya biashara. Kisha tunawafunza mambo ya masoko, venye wanaweza uza bidhaa zao. Sababu kwa kweli utapata kwamba ukitembea vijiji mingi sana ama wakulima wengi sana, sababu utaita naona wakulima ndio wengi. Yeah. Wengi hawafugi kibiashara, wengi wanaishi kama ni ng'ombe, unapata mkulima anaishi na ng'ombe yake. Kama ni kuku, mtu anaishi na kuku yake. Yeah. Kwa hivyo tunawafunza sasa, baada ya kuishi na hizi kuku ama hizi mifugo, wacha zikuwe biashara. Na biashara inamaanisha kwamba lazima uweke rekodi, ujue kwa mfano hii kuku imekula chakula ya hii pesa. Kwa hivyo ikifika wakati wa kuuza kwenda kwa soko, unajua ni pesa ngapi. Na tumeona kwamba pia kwa hiyo masomo pia tunafunza mambo ya gender, mambo ya kijinsia. Na tunatumia approach ambayo inaitwa girls methodology. Girls inasimamia Gender Action Learning System. Hii kwa ufupi tunatumia michoro, vision. Mtu achore maono yake, anataka kujiona wapi in the next 1 year. Alafu anajiuliza swali ya pili, niko wapi kwa sasa? Alafu tunahimiza sana wache kuangalia past, sababu ishapitwa. Alafu angalie opportunity, ni nafasi gani ziko. Alafu angalie milestones, mwaka wa kwanza nataka kujiona wapi, mwaka wa pili. Na tunahimiza kwamba wanachama wetu ya kwamba kupiga hatua ni just taking advantage of the opportunities zenye society imekupatia pale. Kwa hivyo hiyo ndio training ambayo tunapeana. Na nimeona kwa hakika ikisaidia sana in terms of preventing, na also pia inasaidia the survivors. Okay. Yeah, asante. Alright, nashukuru zaidi. Bila shaka natumai tumepata ufafanuzi wake. Nikirudi kwa Bi Pauline, kwa sababu katika mazungumzo haya yote naamini kwamba Bi Janet alipokuwa anatupatia takwimu alisema kwamba zile ambazo wamezipokea ni kwa sababu ya wale ambao labda wameripoti ama wamewatembelea wakaweza kupata hizo ripoti ama hizo cases. Na dhana moja ama niseme kwamba taswira kamili ni kwamba sio wengi ambao wanajitokeza kuripoti visa vya dhulma za kijinsia. Vile vile bado kuna unyanyapaa. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kuzungumza kuhusu takwimu, lakini unakuta kwamba idadi bado ni
kubwa zaidi ikilinganishwa na idadi zile ambazo zimeripotiwa. Kama shirika la Action Aid, nataka kuamini kwamba mmefanya shughuli nyingi na jamii na familia ili kuweza kukabiliana na dhulma hizi za kijinsia. Lakini je, ni mifumo gani ambayo inakuwa bora zaidi ya kuripoti, ambao mnasaidia kuimarisha jamii ili familia na jamii ziweze kupata mazingira salama ambao wanaweza kujitokeza na kuripoti visa hivi vya dhulma za kijinsia ili kupata usaidizi na kuweza kukabiliana na dhulma hizi? Sasa asante sana. Kwa kujaribu kujibu hilo swali, pengine ningependa tu kufafanua pia shirika la Action Aid linafanya kazi kivipi na jamii. Kwa sababu shirika la Action Aid ni shirika ambalo limekuwa huku nchini yetu Kenya kuanzia 1970. Kwa hivyo saa hizi tunahesabu miaka karibu 50 plus tukiwa tu huku. Lakini katika kaunti yetu ya Taita Taveta tumekuwa huku tangu mwaka wa 2012. Ndio tumekuwa huku Taita Taveta tukifanya miradi mbalimbali. Na kwa hivi sasa saa hizi tunaweza sema tuko hapa karibu kama miaka 13 hivi, tuseme hivyo, tukiwa hapa Taita Taveta. Lakini kitu ambayo imetuhusisha sana sana na hili jambo la masuala ya dhulma ya kijinsia ni kwa sababu ukiangalia pia wakati Action Aid inaingia mahali, inajaribu kuangalia, inafanya utafiti kuangalia ni hali gani ya haki ya binadamu ambayo inakiukwa. So tuna rate kulingana na vile haki ya kibinadamu imekiukwa katika eneo fulani ambao tunataka kufanyia kazi. Na ndio maana shirika la Action Aid sana sana utapata kuwa katika kaunti yetu ya Taita Taveta tunapatikana kule Kishushe. Mara mingi huwa naulizwa ofisi yenu iko wapi Voi? Hatuna ofisi Voi. Ofisi yetu ukitaka kutupata tuko pale Kishushe. Kwa sababu huo mwaka wa 2012 wakati tuliingia tuliona kuwa Kishushe ndio eneo ambayo mwanzo umetengwa. Ya pili utapata kupata pengine services kutoka kwa government kwa sababu imetengwa. Wale ambao wanaishi pale hawapati services kutoka kwa government. Na shirika kama la Action Aid ni ile ambao inajaribu kukua kama wako katikati ya government na jamii. Wanajaribu kuleta jamii pamoja ili waweze kupata huduma kutoka kwa government. Sasa tukiingia pale pia hatufanyi kazi peke yetu kama shirika la Action Aid. Ukitaja shirika la Action Aid pia hatutakosa kutaja wale tunaweza sema ni CBOs. Zile vikundi vya jamii ambazo zinapatikana pale ambao tunafanya nao na kazi kwa ukaribu. Kwa mfano tunafanya kazi na Sauti ya Wanawake. Natumai saa hizi katika Taita Taveta tumesikia Sauti ya Wanawake, kuna vitu mingi ambao wanafanya. Ni sisi ndio tunawafadhili ili waweze kufanya zile activities ambazo wanafanya pale. So kama shirika la Action Aid tunajaribu pia kwanza kujenga uwezo jamii. Kwa sababu tunajua kuwa jamii ndio ina nguvu. Na jamii ndio inaweza kufikia yule mtu mwenye anaathirika kwa haraka. Kama shirika pengine unaweza pata pengine mtu pengine ameenda pengine mkutano mahali ama maofisa wake wako kila mahali nchini, hawezi kuwa pale kwa ukaribu. Ndio maana ule mfumo ambao tuliona ile ambao inaweza kusaidia jamii ni mwanzo kujenga uwezo jamii yenyewe. Waweze kujielewa. Tufanye hamasa ili waweze kutambua kuwa mtu akidhulumika hiyo sio kitu ya kawaida. Unajua sana sana mali hakuna hamasa, jamii inajua kuwa kitu kikutendekea ambayo pengine ni dhulma ya kijinsia, unaona ni kama ni kawaida, si kawaida kuchapwa. Sasa tulianza na huo mfumo wa kuleta hamasa katika jamii, na kuleta hamasa sio kitu ya mwezi moja, wiki moja, hata mwaka moja hautoshi. Ni kitu ya kuongezea throughout. Wakati una hiyo program, hamasa ni kitu ambayo lazima iendelee. Wakati tunakosa kuongea ndio wakati unapata dhulma inaanza kupanda juu. Na wakati watu wanaongea kitendo kikifanyika, watu wanaiongelea, watu wanaikashifu, inafanya hata yule mtu mwenye alikuwa na ile fikira ya kutenda kitendo fulani ya kudhulumisha mtu atakuwa na uoga fulani. Sasa hiyo ni ile mfumo ambao tumejaribu kuchukua. Na kando na hayo tunafanya hivyo ili watu waweze kupata ile ujasiri. Madam Janet wakati alikuwa anaongea juu ya takwimu. Na ile takwimu ambao anayo ni ile ambayo imeripotiwa kwa ofisi yao. Kule nyanjani kuna vitu ambavyo vinaendelea.
Na kama mtu hajui kuwa anafaa aripoti kesi, atanyamaza tu nayo. Hata jua mali pa kuripoti kesi. Hapo ndio sasa shirika la ActionAid linaingia. Tunafanya kazi pamoja na hizo vikundi vya jamii, tunawajenga uwezo ili waweze kutambua kuwa mtu akidhulumika anafaa aripoti kesi. Na wakati tunafanya hamasa katika jamii, tunawaambia kuwa kuna zile njia mbalimbali ya kuripoti kesi ambao tunaita referral pathways. Na katika jamii utapata kuwa ile point ya kwanza ya yule mtu ambaye amedhulumika, mali anaweza kuripoti ni kwa jamii yake wenzake. So hao wenye wamejengwa uwezo kuweza kuhandle hizi cases ndio sana sana unapata wanaripoti kwao. Alafu hao CBOs pia wameelimishwa kujua kuwa kesi ikikuja kwao lazima waipeleke mbele, kwa sababu pengine hawatakuwa na ile ujasiri ama ile uwezo wa kuhandle hizi cases mpaka ziishi. Lazima uripoti kwa polisi ili uweze kupata tuseme kama ni OB ama ni statement, kwa sababu hii ndio itakuwa kama evidence yenye utaenda nayo mbele. Kama ni kesi ambayo inahitajika pengine mtu aende hospitali, pia tunawezesha hizi vikundi vya jamii kuweza kutembea na huyu mwenye ameathirika kutoka kwake hata mpeleke hadi hospitali. Na tukisema kuwa tunasimama na wao, tunawapatia kiwango fulani ya fedha yenye wanaweza kutumia kulingana na vile kesi iko. Kama ni kesi ambayo inafaa pengine mtu apeleke hospitalini, na remember tunafanya kazi kule nyanjani, marginalized areas. Kwa hivyo tuseme kama ni hospitali haitapatikana kule Kishushe. Hata kama ni inapatikana ni health center ambayo haiwezi handle some of hizi cases yenye tunasema. So unapata pengine mtu inabidi aende tuseme hata kama ni Wesu. Hiyo ni hatua na inahitaji fedha. Hapo ndio sasa shirika inaingilia. Imewezesha hivi vikundi vya jamii kuweza kupata kiwango fulani ya fedha ambao wanaweza kutumia kusupport hao ambao wanadhulumika, ambao wanahitaji usaidizi. Pia wamefundishwa kuwa ukishatoka pale pengine umepata hiyo huduma ya kiafya, umetibiwa, unachukua sasa hiyo evidence. Kuna form ambayo pengine Janet pia pengine ataongelea ambayo inajazwa pale hospitalini. Hiyo ndio itakuwa kama ushahidi ambao unaweza songa nayo mbele. Kwa sababu tunataka huyu mwenye ameathirika apate nini? Apate haki. So hizo ni zile evidences zenye utagadha kutoka kwa hizi idara fulani tofauti, kwa sababu tuseme kwa mfano kwa polisi, kwa hospitali, utoke pale ndio pengine uende ushtaki hiyo kesi kotini. Tunatembea na huyo mwathiriwa mpaka apate haki yake. Alafu tunasema kuwa haki haitapatikana tu wakati kesi imeisha kotini. Remember huu ni yule ambaye ni survivor, bado ana zile fikira za nini limfanyikia. Lazima pia tumpitishe through kitu ambao tunaita psychosocial support ili aweze kutulizwa mpaka arudi ile hali yake ya kawaida. Na haichukui muda mfupi, unachukua muda mrefu. Kuna wengine inachukua muda mrefu zaidi. So kulingana na vile hiyo kesi imejitokezea, ndio tunajaribu pia kutembea na huyu ambaye ameathirika mpaka ifike ile wakati yenye amerudi kama binadamu kawaida, anaweza kuendelea na kazi zake za kawaida. Tukitoka pale akishaweza kutembea na wao survivors, tunawamobilize, tunawaleta pamoja ili wakuwe kama kikundi. Vile mwenzangu amesema, wanafanya kazi na vikundi. Sasa sisi tuna mobilize wale survivors of violence, tunaweka katika vikundi. Hivi vikundi vinawasaidia sana, kwa sababu wakiwa katika vikundi wanaweza sasa kuongea juu ya shida zao, wamepitia shida zao kivipi, experiences zao, na wanaweza kupatia na ushauri kwa wengine wenye pengine hawajapitia, lakini iwapo pengine atapitia, atasema kuwa niliona fulani na fulani alipitia haya na hivi ndio ilifanyika kwake mpaka akaweza kapona. So inakuwa ni kama kielelezo, na wanaweza kuwa kama elimu kwa wengine. So wakishaweka pale kwa vikundi, ndio sasa tunaleta services kama yenye mwenzangu amesema, hizo za economic services. Wanachagua wao wenyewe. Mimi nikiwa hapa nishapona, mimi sasa niko kawaida, naweza endelea na kazi zangu za kawaida. Pengine ningetaka pengine kuanzisha pengine hata kama ni biashara fulani. Kwa sababu vile mwenzangu pia amesema kuwa sana sana utapata kuwa wale ambao hawana uwezo kiuchumi sana sana ndio huwa wanadhulumika katika familia. So
pia tukishaweka pale wanachagua pengine hata kama ni mradi fulani ambao wanataka kuanzisha, tunawapatia pesa kidogo yenye wanaweza kuanzisha hiyo miradi, alafu wanaendelea na maisha yao. Na tumepata ushahidi kutoka kwa wengine wao ambao wamesema wamepona, sasa hizi wamerudi kama kawaida. So hizo ndio mfumo ambao tunafuata. Tunaanza na hamasa, tunajenga uwezo zile vikundi vya jamii ili waweze kuwa kama the first point of reference wakati pengine dhuluma ikitokezea. Tunawapitisha through the referral pathways mali wanaweza kupata haki kutoka pale, alafu tena tunarudi tunawamobilize pamoja, tunahakikisha kuwa hata beyond for sustainability, hata beyond wakishapata haki yao bado wanaweza kuendelea na maisha yao ya kawaida. Naam. Asante sana. Dakika 56 baada ya saa 2 saa zetu za Afrika Mashariki. Bila shaka tutakuwa tunaelekea upande ule wa matangazo kidogo, kisha baadaye tuelekee chumba chetu cha habari tupate jungu la habari, alafu tutakuwa tunarudi kwa mazungumzo mengi zaidi. Na hapo basi, msikilizaji, nitakuwa nakupa fursa ya kuweza kuuliza maswali yako yale ambayo yanahusiana na dhulma za kijinsia. Kumbuka mazungumzo yetu yanahusu dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, haswa tukizingatia kwamba hapo kesho tarehe 25 basi itakuwa ni uzinduzi rasmi wa siku 16 za kupinga dhulma za kijinsia. Nipate simu ya kwanza hapa, alafu tupate mapumziko kidogo. Sifa, hello. Hello Sifa. Hello, nazungumza na nani? Yes. Yani chetu cha Afrika. Yes, karibu sana. Hello. Hello. Yes, nakupata mami, swali lako ama maoni yako? Haya, pole. Natumai kwamba utarudi tena. Bila shaka ni KK Kitoto Kiafrika. Simu ni 011371 770266 0113770266. Tutakuwa tunapokea maswali. Kumbuka baada ya jungu la habari tutakuwa tunakupa fursa zaidi ya kuzungumza nasi, kuuliza swali lako na kisha tutakuwa tunayajibu. Jamvi la Gumzo, hello. Jamvi la Gumzo. Yes daddy. Vipi KK hapa kwa Afrika hapo studio? Karibu sana, swali lako. Nasema hivi dadi yangu. Unajua kuna pengine msichana ameolewa. Yeah. Alafu baadaye amepata mtoto mmoja. Alafu baadaye kidogo production inaanza yeye na bwana yake. Alafu baadaye anarudi kwa wazazi, amevumilia sana, anarudi kwa wazazi. Na akapenda na huyo mtoto wake. Wakati anarudi kwa wazazi ananiambia na wazazi, "Je, mbona umekuja hapa?" Mimi najua mimi natuka yule bwana nakaa naye, akija usiku ananipiga, ananifanya nini, ananifanya hivi na hivi. Sasa mimi ndio nimeona maisha imenishinda, nimeona nirudi kwetu. Sawa. Yule mzazi baada sasa afikirie, aone kwamba hii mtoto vile amewa, nikumwambia tu watu wanavumilia. Kwani watu wanavumilia ni kweli, lakini sasa yangu vile niona mshina, hapana, wewe rudi kavumilie. Ule msichana anaenda kweli, anasema hata anavumilia, anakaa naona sasa nimekosa mtu wa kunitetea, mwisho baadaye anajinyonga. Wakati pia ametoa uhai, mbona hatua haichukuliwi? Tangu ndo swali langu. Naam. Yangu ni dadi. Alright, asante sana. Natumai kwamba wageni wetu wamenakili, na bila shaka tukirudi tutakuwa tunaangazia hayo pamoja na mengine zaidi, lakini kwa sasa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunapata jungu la habari.
Naam, dakika ni 4 baada ya saa 3 saa zetu za Afrika Mashariki. Kumbuka mpango hewani Jamvi la Gumzo, na tunaendelea na mazungumzo yetu ambayo yanahusu dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Nilisema hivi, leo ni tarehe 24 mwezi wa 11. Basi kila mwaka tarehe 25 mwezi wa 11 ulimwengu unazindua siku 16 za kupinga dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Ni siku ambazo zinatumika ili kuweza kuangazia hatua zilizopigwa, kuweka mikakati zaidi, kuhamasisha jamii na zaidi ya yote kutumia nguvu zote na kushirikisha jamii, familia, mashirika, serikali katika kuangazia dhulma hizi, pamoja na kuangalia mbinu zinazoweza kutumika ili kuweza kukabiliana na kupunguza na kumaliza kabisa dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kila mwaka kuna kauli mbiu ama kile tunachoita kwa lugha ya Kiingereza Theme of the Year. Sasa kauli mbiu ya mwaka huu ni kuangazia dhulma za kidijitali dhidi ya wanawake na wasichana. Kaunti ya Taita Taveta hapo kesho kwa kushirikiana na washikadau mbalimbali itakuwa inaungana na ulimwengu pamoja na Kenya ili kuweza kuzindua hafla hii ya kuadhimisha siku 16 ama ya anzisha siku 16 za kupinga dhulma za kijinsia. Ndiposa leo hii katika studio basi tunaungana na washikadau mbalimbali ili kuweza kujadili kwa kina swala hili nzima la dhulma za kijinsia. Ndani ya studio nimekuwa na Pauline Atieno ambaye ni mratibu wa miradi katika shirika la Action Aid. Tunaye pia Bi Janet Mwaluma ambaye ni mshirikishi wa masuala ya dhulma za kijinsia na masuala ya afya ya kiakili katika idara ya afya kaunti ya Taita Taveta. Vile pia ni naye Bwana Anthony Maina ambaye ni afisa wa masuala ya jinsia kutoka shirika la Hand in Hand East Africa. Tumekuwa na mazungumzo katika awamu yetu ya kwanza. Tunaingia katika awamu hii ya pili ambapo tunakushirikisha wewe kama msikilizaji ambao umekuwa ukifuatilia mazungumzo haya. Endapo una swali lolote, kumbuka nambari yetu ya simu ni 0113770266. Unaweza pia kuelekeza ujumbe wako mfupi, nambari yetu ya SMS ni 0113719439. Naitwa nani? KK Kitoto Kiafrika. Kabla tuende kwenye mapumziko, kuna mwenzetu Dadi Mgelenge Moni ambaye alikuwa amewasilisha maoni yake na hisia zake, haswa akiwa anaangazia swala ambalo linajitokeza mara kwa mara katika jamii na familia zetu, na natumai kwamba wageni wetu waliweza kunakili kile ambacho amezungumzia, na ni swala ambalo kwa hakika yamejitokeza mara kadhaa katika jamii na familia. Na kumbuka tulikuwa tunazungumza kuhusu mazingira yale ambayo yanawezesha watu kujitokeza kuripoti visa. Sasa ametuelezea tu jaribu kuweka picha ama taswira ya msichana ambaye anakaa katika ndoa, anadhulumiwa, anarudi pale nyumbani kuzungumza na wazazi, lakini anaambiwa rudi kule ulikoolewa, enda uvumilie. Wanasema vipi? Ndoa ni kuvumiliana. Kwa hivyo naye anarudi pale kuvumilia, lakini anapojaribu inamshinda hadi anajitoa uhai. Kwa sababu gani? Amekosa wa kumsikiza, amekosa wa kumwelewa, ameshindwa ataweza kuelekeza masaibu na dhulma nazopitia wapi. Sasa tunapozungumzia swala hili la dhulma za kijinsia katika kujibu yale ambayo mwenzetu ameeleza, lakini pia katika kuangazia kwamba je, kama kaunti ya Taita Taveta, mashirika ambayo yanashirikiana katika kukabiliana na dhulma za kijinsia, je, tumeweka mazingira gani ambayo yanawezesha watu ambao wanapitia hali hii, kama hawawezi kusikizwa na watu wa karibu, hawawezi kusikizwa na familia zao, hawawezi kusikizwa na wazazi wao, je, kuna mikakati, kuna mifumo ambayo inaweza kutumika kuhakikisha kwamba wanapata usaidizi? Nikianza na wewe Bi Janet. Asante sana, na asante pia kwa msikilizaji kwa swali hilo. Ni kwamba kuna mifumo ya kuripoti mambo hayo. Kama vile mwenzangu alivyosema hapo awali kwamba kuna CBOs pale mtaani, kuna hospitali. Kwa sababu mama kama huyu unasema amepata mtoto, amelumbana na bwana pale kwa ndoa, akarudi nyumbani kwa mama, na pia pale nyumbani anaambiwa avumilie. Huyo sasa, kando na ile dhulma ambaye amepata kutoka kwa mchumba wake ambayo labda ilikuwa ni physical ama ni sexual, ameongezewa tena na emotional violence, kwa sababu sasa ananyanyasika kihisia kwamba hana mtu ambaye anampokea, na huyu ni mtu ambaye anafaa kuenda through psychological counseling. Tulisema hiyo psychosocial support inafaa kupewa kwa
waathiriwa wote wa dhulma za kijinsia, kwamba mtu ambaye amepitia dhuluma ya aina yoyote ile, huyo ni mtu ambaye anahitaji kuenda for counseling, na counseling haifanywi in one session. Atapewa sessions kadhaa. Akija mara ya kwanza apewe muda tena aje mara ingine na mara ingine na mara ingine. Na tunaambia jamii kwamba itengeneze environment nzuri kwa watoto wao, kwa watu wao katika jamii. Na ninafurahi sana kwa sababu swali hilo limetoka kwa mwanamume, kwa sababu wanaume pia wanafaa kucheza part kubwa sana kwa community, kuhakikisha kwamba hawa wamama na wasichana wako safe. Kwa sababu utapata kwamba, sijui kama hii pia nitasema ni harmful traditional practice, kwamba wazazi wetu na wale waliokuwa huko mbeleni wamekuwa wakivumilia kwa ndoa. Sasa wamesimama na hiyo kuvumilia kwa ndoa to an extent kwamba mtu anaumia, lakini wanaona anafaa kuvumilia kwa ndoa. Ni sawa, hatusemi watu waache ndoa zao, hatu advocate for broken marriages. What we are trying to say ni kwamba tuna advocate for safety ya yule mtu ambaye anadhulumiwa. Jamii ijue kwamba sahi mambo imebadilika. Ni afadhali huyu msichana arudi nyumbani kwako na akae safe, umuone hapo nyumbani, kuliko aendelee kukaa pale kwa dhulma na mwisho wa siku ajitoe uhai umkose, ama mwisho wa siku atolewe uhai na huyo mwenzake na tumkose na awache mtoto ambaye anateseka. So tuache kuona dhulma kama kitu ya kawaida, kwamba mimi kama mzazi wako nilivumilia ndio maana niliwalea, mbona wewe hutaki kuvumilia? Yale wewe umepitia kama mzazi huenda ikawa si yale ambayo huyu mtoto wako anapitia. Kila kitu iko na utofauti wake, na hakuna mtu anaenda kwa ndoa akiwa na intention ya kutoka. So by the time unaona mtu amefika mahali akasema nimefikia mwisho anatoka, ni vizuri sisi kama community tumpatie nafasi, tumsikize, tumuweke karibu, na sisi hapo kwa community ndo tumuonyeshe pale atawenda kupata msaada. Kwamba nimwambie kuna CBO hapa kwa community inaweza kukusaidia, nimwambie kuna hospitali unaweza enda ukapata kusaidika. Ni kwamba mambo haya ya dhulma za kijinsia hayawezi kufanywa na mtu mmoja. Ndio maana umeona tuko hapa watu wa kutoka organization mbalimbali. Serikali haiwezi peke yake, wala hao other partners hawawezi peke yao. Lazima tufanye kazi pamoja kuona kwamba hawa waathiriwa wanasaidika. So kuna avenues nyingi za kuripoti. Kando na kuripoti kwa CBOs na partners, unaweza kama ni mtoto, watu wanaweza report kwa ofisa wa watoto. Kama uko karibu na police station, anzia hapo kwa police station, watakusupport, wakulink pia na hao wengine. Kuna department ya gender. Kando na mimi nimetoka department ya health, tuko pia na department nyingine ya serikali ambayo ni ya gender, youth and social services. Unaweza kuripoti pia kwa hiyo department, ambapo pale utaripoti. Yule ambaye amekuwa ni first contact wako atakuelekeza vizuri ni wapi unaweza kupata other services, kwa sababu hakuna services zote zitatoka kwa department moja. Lazima tufanye kazi pamoja. So pale utaenda, nenda hapo kwanza, alafu utalinkiwa na other service providers, ndo upate kupata zile services zote holistically. Naam. Na pengine tukizungumzia kuhusu swala hili, bado ni swala ambalo nitaelekeza kwako Bi Janet kama kabla nirudi kwa wenzako. Tukiangalia dhulma hizi, tulizungumza aina mbalimbali ya dhulma. Sasa tukazungumza dhulma za kihisia, ama tuseme ile dhulma ambayo inaleta changamoto ya afya ya kiakili, ambapo sasa mtu amedhulumiwa kiwango cha kwamba sasa mentally hayuko sawa. Alafu kuna yule ambaye amedhulumiwa physically, ana maumivu, ana majeraha. Na mara nyingi ukiwa katika hiyo hali unahitaji usaidizi wa kiafya ili ufike hospitalini. Na hospitali tunajua lazima kuwe na matibabu yanahitaji labda gharama fulani. So wengine wanahisi kwamba, na tulikuwa tunazungumza kuhusu mapato, na kama mtu hana uwezo
uwezo mzuri wa mapato ama kiuchumi, lakini amepitia dhulma ambayo inahitaji usaidizi wa kiafya na kupata matibabu. Sasa wengine wanashindwa, tukienda pale labda gharama hatutaweza kupata matibabu. Labda unaweza kuzungumzia swala hilo, na haswa kama idara ya afya na serikali ya kaunti kuna mikakati ambayo umeweka mkishirikiana labda na mashirika mengine kuhakikisha kwamba hawa wanapokuwa katika hali hiyo wanaweza kupata huduma ya haraka bila kuanza kuwekewa vizuizi ambavyo vinahusishwa na gharama ama malipo. Asante sana kwa hilo swali. Ni kweli kabisa ni kwamba wale ambao wanakuja wamepitia dhulma za kijinsia, tunawapatia nafasi ya kwanza katika hospitali zetu, hatuwaweki hapo kwa muda mrefu. Kwa sababu wakati mtu amedhulumiwa tayari hayuko stable, ako tu juu. Ukimweka sana anaweza kasirika na akatoka hapo akaenda zake. Akaona sasa pale nimedhulumiwa, tena hapa nimekuja hakuna mtu anataka kunihudumia. So hao ni watu ambao wanafaa kupewa kipaumbele. Ni tu ukija hospitali uweze kufika pale useme kwamba umekujia services gani, utaelekezwa kwa the right person na utaonekana kwa haraka bila kuwekwa pale kwa laini ukaweze kungoja wengine. Tena kuna mikakati ambayo imewekwa kwamba services zote za wale ambao wamepitia dhulma za kijinsia ni free of charge. Halipi chochote. Na tunasema kila wakati kwamba kwa sababu tunasema watu hawalipi, lakini wakati mwingine utasikia pale nje watu wakisema ameitishwa fedha. Kuna wakati kama saa hii kuna zile forms ambazo huwa zinajazwa. Kuna P3 na kuna PRC. Lakini P3 kuna wakati siku hizi P3 form iko kubwa. Iko 10 pages. Na wakati mwingine wanaelekezwa waende waitoe kwa cyber. Na sasa huyu ni mtu ambaye hana pesa. Ukimwambia print 10 pages kwa cyber inakuwa changamoto kidogo. So sahi tunajaribu kuwork pamoja na polisi, kuwork pamoja na organizations ambazo ziko around, tuone kwamba tunaweza kupunguza huu mzigo. Kwa sababu kwenda kutoa ile P3 kwa cyber, labda ende ambiwe page moja ni shilingi 10 na hizi ni page 10. Hiyo ni 100 tayari. Na huyu ni mtu hawezi hata kuafford 50 bob ya pikipiki kuja hospitali. So hiyo sahi ndo tunajaribu kuwork around it, tuone vile tunaweza kuwasaidia. But kwa ile matibabu ya hospitali, kama kujazwa kwa hiyo form, anajaziwa free. Hiyo form hachajiwi chochote. Na tunawaambia watu kwamba ukifika hospitali ukiwa na dhulma za kijinsia na uitishwe pesa ndio upewe matibabu, uende kwa ofisi ya administrator ya wakubwa pale kwa ofisi useme kabla hata hujatoa hiyo pesa, nenda useme tu mimi ninaitishwa pesa na mimi nimepitia dhulma za kijinsia, kwa sababu hawafai kulipa kitu. Services zao zote zinafaa kuwa za bure. Na asante sana. Pengine kwa Bi Pauline, kwa sababu tumezungumza kuhusu matibabu ama pia kuangazia tu labda usaidizi ambao waathiriwa wa dhulma wanapata kama alivyoeleza, lakini kuna sehemu hii ya sio tu kufuatilia upande wa kupata matibabu lakini pia kupata haki, na naamini kwamba ulikuwa umeeleza kwa namna gani kama shirika mnasaidia na kutembea pamoja na wale waathiriwa ili kuweza kupata haki. Changamoto kubwa zaidi ya kuweza kuhakikisha kwamba hizi kesi zinashughulikiwa na haki inapatikana, kwa sababu wengi bado hawawezi kujitokeza kuwa mashahidi katika hizi kesi, kupiga ripoti, kufuatilia kesi hadi wakati inapoisha. Wakati mwingine watu wanakuwa na uoga kwamba mimi nikienda kusema kwamba hiki kilifanyika siwezi rudi tena nyumbani, maana kuna vile familia itakavonichukulia kwamba mimi nilipeleka aibu kule nje. Kwa hivyo hali kama hii inashughulikiwa kivipi ili tuhakikishe kwamba wale waathiriwa wa dhulma za kijinsia wanapata haki, tukiangalia kwamba hawa wako kwa safe space ambao wanaweza kutoa ushahidi na wakasimamia hii kesi hadi ikaisha wakiwa salama? Asante sana. Nafikiri kwa kujibu hilo swali nitalijibu kama shirika na ile kazi ambao tumefanya kama shirika na vile tumeweza kusaidiana pamoja na county government yetu na of course na national government, kwa sababu sasa hii inajumuisha sasa vitengo mbalimbali. Hatufanyi kazi peke yetu, pia kuna other actors tuseme kama hand in hand, tunafanya kazi kwa pamoja. Na kwa kujaribu kujibu hili swali, katika kaunti yetu ya Taita Taveta tumeunda naweza sema platform ambayo inajumuisha sasa actors wote.
tunaita Gender Technical Working Group. Yeah. Sasa hili technical working group sasa inaleta actors wote wenye wanafanya kazi around hizo issues to do with gender based violence. Hapo inajumuisha kuna polisi anawakilishwa pale, kuna yule probation officer atawakilishwa pale katika hiyo platform, kuna magistrate atawakilishwa pale, kuna mtu kutoka kwa health department atakuwa amewakilishwa pale. Kuna au actors wote wako katika hiyo platform. Yeah. So tukiwa na cases kama hizo, of course kuna zile cases zenye wale CBOs ambao tumewajenga uwezo wamekuwa wakifuatilia, wanafanya case follow ups. Yeah. Tukigundua kuwa pengine kuna kesi fulani ambayo imefika mahali na ikakwama, sasa hapo ndo tunaleta hili ikuwe ni kama ni hoja ambayo inakuwa discuss katika hii platform. Hii platform huwa tunakutana kila quarter. Kwa mwaka tunakutana mara 4. Kwa hivyo ni quarterly meetings. Yeah. Tunapatiana updates katika hiyo meeting ambayo sasa tunaweza kufuatilia hii kesi imekwamilia wapi. Pengine imekwamilia kwa police station gani. No. Tunaweza kujua kwa pengine kutoka kwa hii police station hawajapatiana hata kama ni OB ama ni statement ama yule polisi kuja kutoa ushahidi pale hajajitokeza. So tunajua mali kesi imekwamilia. Yeah. Hapo ndio sasa unapata kuwa katika hiyo hali hautapata yule mwathirika katika hii platform. Anawakilishwa na hao actors wengine tukisha ripoti kesi. Kwa mfano tulikuwa na kesi moja ambao unapata kuwa unajua ni kawaida ya binadamu na tunajua polisi wetu saa zingine kidogo kuna upungufu mahali fulani. Yeah. Unapata pengine kesi imeripotiwa kwa polisi na huku pengine polisi anataka kupata rushwa kutoka kwa yule ambaye ametenda hili kitendo, wameongea kando. Sasa wanataka pengine kuruka hii kesi. Kitu kama hiyo ikitokezea, tunairipoti katika hii platform ambapo kuna wakubwa wake. Na huyu polisi atakuwa summoned na ulizo ni kwa nini kesi kama hii iletwa kwako na hujaileta mbele. Sasa kuna hizo checks and balances ambazo tunafanya sisi sasa kama shirika, hapo ndo tunaingilia. Na pia hatumalizii pale kabisa because tunaona kuwa vitu zingine pia zinahusiana na policy, kutunga sheria. Yeah. Na kujaribu kuinfluence ile policy ambayo iko. Naweza kukumbuka uko nyuma kulikuwa na challenge sana ukipata pengine kama kuna mshahidi anafaa kuje asimame pengine kutoa ushahidi kuhusiana na kesi fulani ya dhuluma. Pengine haezi fika pale kwa sababu amekosa pengine ile fedha ya kufika pale kotini. Na kesi ishafika mahali ambapo inasikizwa. Sasa kama shirika tulijaribu kuhimiza au actors wote at least waweze kukubali katika koti kukuwe na pesa fulani ambayo hawezi fika kotini kwa sababu hawana pesa. Yeah. Na hiyo ilichukuliwa na inatekelezwa sasa hizi katika koti zetu. Okay. Both Voi hata kuna undani pia wanafanya hivyo. Kwa hivyo hiyo kupush policies na kuinfluence policies, hapo ndio tunaingilia. Mali kuna pengine upungufu fulani, kuna shida fulani, tunajaribu kuangazia hizi cases ndio hizi cases zisiweze kuwa na backlog mingi. Naam. Alright, asante sana. Kuna mwenzetu hapa anasema mimi siwezi sema kuna haki. Juni ilizunguka sana kwa haki za wamama sikupata, haki za watoto sikupata. So ilibidi kumwachia Mungu kesi zangu. So sijui wanaweza kusaidia watu waje haswa wale wenye bado wanahitaji msaada kwao. Kwa hivyo anasema kwamba anahisi kwamba hakuna haki ambayo inapatikana haswa kuhusu kesi ambazo zinahusiana na dhulma za kijinsia. Sijui utamjibu vipi mwenzetu huyo? Ningependa kumjibu hivi, ningependa kumwambia pengine kama anaweza inategemea ako wapi, sijui kama ako Voi, ako undani ama ako wapi. Lakini kama if at all ako Voi, anaweza kutembelea ofisi ya Sauti ya Wanawake Mwangea. Yeah. Ambao wako pale Sofia, anaweza kutafuta ofisi yao, atapata usaidizi, watatembea naye. Okay. Kama ako undani pia kuna ofisi ya Sauti ya Wanawake undani, pia wanapatikana pale undani, anaweza kuulizia, afike pale, ajieleze kesi yake inaweza kuchukuliwa ndio tuweze kuona amefikia wapi na alikwamia wapi. Tushasaidia wengi ambao kesi zao zilikuwa zimekwama pengine kwa sababu hajui anzie wapi. Asante sana. Amesema yuko Voi. Kwa hivyo natumai mwenzangu kutoka Voi Kaloleni umepata jibu kwamba utaweza kutembelea ofisi ya Sauti ya Wanawake Mwangea. Ya Mwangea. Alafu swali lingine hapa ni kwamba kwa mfano mashahidi wakatae kukuja itakuwaje? Yaani kuna kesi imewasilishwa lakini mashahidi karibu wote wamekataa kujitokeza. Kesi inakufa ama haki inapatikana kwa namna gani?
Sijui nani yako tayari. Janet. Asante kwa hilo swali. Napenda kusema hivi. Yeah. Kwamba ni kweli kuna mashahidi wanakataa kuja, lakini kuna njia nyingi za kuchukua ushahidi wa kesi. Yeah. Kwamba ushahidi wa kesi, kwanza kabisa tumesema mtu akifika hospitali kuna form ambazo zinajazwa, kuna investigations ambazo zinafanywa, na hayo yote yananakiliwa, na kwamba daktari ambaye alimuona na akajaza hizo documents zote ataenda kotini kumwakilisha. Kwamba changamoto ambayo inatokea ni kwamba watu wetu hawana uharaka wa kufuatilia mambo wakati mwingine vile ambavyo wanaelezwa. Wakati mwingine mtu atakaa mpaka apitishe hospitali tunataka wafike within 72 hours. Wasipitishe masaa 72. Okay. Kwa sababu ukipitisha masaa 72 ile evidence inapotea. Okay. So kama ulikuja hospitali evidence ikachukuliwa vizuri, ikanakiliwa vizuri, kuna daktari ambaye ataenda kukuwakilisha, na daktari hawezi kukataa, kwa sababu akikataa kuenda pia yeye atatolewa warrant of arrest na aje ashikwe. Kwa sababu hiyo ni kazi yake anafaa kufanya. Hawezi kukataa kukuwakilisha kotini. Na kwa sababu kuna hizo ushahidi mbalimbali, kwamba unaweza kuwa yule ambaye alikuleta hospitali, pia yule ambaye amekurescue, amekurescue akakuleta hospitali ama akakupeleka polisi, pia yeye anaweza toa ushahidi. Okay. Si lazima tutegemee tu wale ambao walikuwa na yeye pale nyumbani, kwa sababu mara nyingi wale wa pale nyumbani ndio wanakataa, kwa sababu wanaona huyu mtu akifungwa, sisi tutaambiwa sisi ndio tumemfunga hapa kwa community, na community itatana against them. So hii ni jambo la kijamii. Mambo ya dhulma za kijinsia ni mambo ya jamii. Kwamba jamii iweze kubadilisha, ijue kwamba kusimama kotini kwa sababu ya mwenzako ambaye amedhulumiwa ni kujaribu kuzuia dhulma nyingine ya kutokea kesho, ambayo hiyo dhulma nyingine ya kesho inaweza kuwa itakuja kwako ama kwa mtoto wako ama kwa mtu wako wa karibu zaidi. Kwa sababu wakati mwingi tunaziachilia kwa sababu haziko karibu na sisi, lakini kuna wakati ikikufikia karibu ndo utasikia ile uchungu, na ndo utaona afadhali ungesimama. Pia kitu kingine ningependa kusema kuhusu witnesses ni kwamba kuna kuaga na witness protection agency. Kwamba yule witness kama anaona hayuko safe akija kotini kutoa ushahidi, kuna njia nyingi ambazo wanaweza kukua protected, na ni wajitokeze waseme kwamba mimi nakataa kutoa ushahidi kwa sababu siko safe. Kuna agency ambayo inaweza kumsupport na na kumprotect, atoe ushahidi mpaka kesi ifike mwisho, mpaka ule wakati ambapo ataona ako safe kurudi kwa community yake na aendelee na maisha kama na asante sana. Tukirudi kwako Bwana Anthony, maana pia najua unawakilisha shirika la Hand East Africa, lakini pia una sauti ya wanaume haswa katika mazungumzo haya ya leo. Maana tumesema kwamba ili kuweza kukabiliana na dhulma za kijinsia, basi tunahitaji ushirikiano wa kijamii. Je, unasemaje kuhusu nafasi ya mwanaume na sauti ya mwanaume katika kukabiliana na dhulma dhidi ya wanawake na wasichana? Karibu sana. Asante KK. Wakati tunaongea mambo ya wanaume na mambo hasa ya dhulma, ni ukweli kabisa, takwimu zinaonyesha kwamba perpetrators wengi ni wanaume. Ndio wenye labda kudhulumu wanawake. Kwa hivyo kama shirika tunafanya kitu inaitwa Male Engagement Forum. Hapo ni pale tunaita wanaume peke yao. Na tunazungumza. Sababu tunajua ya kwamba mara mingi hizi dhulma zinaletwa sababu ya power imbalance. Pale nyumbani labda kuna mwingine anasikia kuna nguvu kuliko mwingine, kitu kama hiyo. Na wakati tunaanza kuzungumza na wanaume, kuna wengine pia wanagundua kwa yale mazungumzo ya kwamba kumbe ile desturi na mila yenye amekuwa kifuata ilimpoteza kitambo. Sababu kuna mila zingine, kwa mfano wanaume wanaambiwa kwamba ili uonyeshe mke wako unampenda lazima umpige kidogo. Kwa hivyo wakati nye tunaanza kuzungumza anatambua ya kwamba mbona napiga mke wangu na ukweli nilimtoa kwao ili tuishi pamoja. Kwa hivyo hii inasaidia sana. Na pia kwa yale mazungumzo ya wakati tunafanya male engagement, tumegundua pia wanaume kuko na hidden
pressure, zile stereotypes zenye zinafanya pia unapata wanaume wanakuwa na hizo, wanafanya hizo dhulma. Na hizi stereotype hasa zinaanza pale utotoni, wakati wanaume wanaambiwa we ni mwanaume ufai kulia, we ni mwanaume vumilia. Na unapata wanaume mara mingi wanaachwa tu na hisia mbili. Ya kwanza ni hasira, na ya pili ni kunyamaza. Ndio maana unapata mwanaume kama hana hasira basi amenyamaza. Na mwisho ndio unapata with time, sababu ni psychological, unapata wengi either itatoka ikuwe physical, kutakuwa na violence namna hiyo. Kwa hivyo tunaongea na wanaume, na nafikiri tumejifunza kama shirika, sababu ili tuendelee, sababu tunataka community iendelee. Na community ni wanaume kwa wake. Kwa hivyo lazima tufanye kazi kwa pamoja, pia tulete wanaume karibu. Kama shirika pia tunatafuta wanaume wakuwe gender champions, wakuwe role models kule kijijini, ili wafunze wanaume wenzao na wafunze pia the boy child jinsi ya kuishi pamoja na wanawake. Sababu kweli tunahitaji, we need each other, tunahitaji kufanya kazi kwa pamoja, tunahitaji kushirikiana kwa pamoja, na hiyo itawezekana tu wakati tunakuwa na open talks na tunaelewa. Yes. Asante sana. Bila shaka najua hapo kesho, naona muda wetu unaelekea kuisha, kwa hivyo tunaelekea kumaliza mazungumzo yetu ama mdahalo huu kuhusiana na dhulma za kijinsia. Kesho ni tarehe 25 bila shaka mwezi wa Novemba, na itakuwa ni siku ambayo inatumika kuzindua rasmi siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, madhulma za kijinsia haswa dhidi ya wanawake na wasichana. Tukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu, digital violence, tunaangalia dhulma zile za kidijitali. Kwanza kabisa nataka tu kila mmoja aweze kutufafanulia kwa nini imekuwa muhimu zaidi haswa kwa kuangazia dhulma hizi za kidijitali haswa mwaka huu 2025, tukizingatia matumizi ya mitandao ya kijamii imekuwa kubwa zaidi. Yani asilimia kubwa ya watu sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii, mazungumzo, kuwasiliana, kufanya biashara, mambo mengi sana. Lakini pia tumeona sasa tofauti na mifumo na aina mbalimbali ya dhulma, sasa tunaona asilimia kubwa ya dhulma ambazo zinaongezeka pia sasa hivi ni zile ambazo zinahusishwa na matumizi ya mitandao ya kijamii. Nikianza na Bwana Anthony, unaweza kutueleza na haswa kwa mtazamo wako kama afisa wa masuala ya jinsia haswa katika shirika hili la Hand in Hand, unaweza kutoa ushauri gani kwa serikali, kwa watunzaji wa sheria, maana tuna wabunge wetu pale bungeni, kama mashirika mnaweza kushinikiza mikakati gani kuwekwa ili kulinda wanawake na wasichana dhidi ya dhulma hizi za kidijitali? Asante KK. Kwanza tuseme kwamba dhulma za dijitali zimeongezeka sana hasa Kenya, sababu tunajua kwamba internet imeweza kuingia Kenya. Watu wengi wako ndani ya social media, alafu pia ile mtu anaweza kujificha. Anaweza fanya comment alafu kidogo ametumia jina sio lake pale. Lakini nashukuru serikali sababu kuko na new cyber law ilipitishwa juzi tu. Na hii sheria inasema ya kwamba kupitia kwa koti, koti inaweza amurisha ya kwamba kwa mfano shirika zenye zinakupatia data kama Safaricom ama Airtel, zinaweza walazimu waonyeshane pale hiyo message ilitoka. Kwa hivyo itasaidia sana kukamata wale wahalifu, sababu ukweli ni kwamba si wote ni wahalifu, lakini kuko na wale wachache wanatumia mitandao vibaya. Na sasa wakati yenye sisi kama shirika tunafunza wanawake na wasichana kufanya biashara, na tunawafunza kwamba ni vizuri hiyo biashara yao weke kwa mitandao. Lakini sababu hizi dhulma, labda ni harassment, labda ni cyberbullying, kuna wengine wanaweka revenge pornography pale. Unapata kwamba wale wanawake wenye wako na biashara hata wanasuzia, wanaacha kutumia ile social media, na mwisho unapata kidogo wanapoteza mapato. Kwa hivyo mimi naomba tushirikiane kwa pamoja, sababu hii kazi hatuwezi fanya peke yetu. Sisi kama shirika of course tunafanya awareness pale mashinani kwa vikundi zetu. Tunafunza wanawake na wasichana ili ya kujiprotect, mambo ya kuweka password venye inafaa, mambo ya kutoshare password
vitu kama hayo, ili waweze kujichunga na hawa wahalifu. Na asante sana kwako Bi Pauline, kwa sababu najua kwamba hatuwezi kukwepa swala hili la matumizi ya mitandao ya kijamii. Ina faida yake, ina hasara zake. Kuna hatua ambazo tumepiga kubwa zaidi hasa kwa sababu ya matumizi ya mitandao, lakini pia sasa dunia imegundua kwamba wanawake na wasichana wanapitia dhulma za kidijitali. Kama shirika la Action Aid, labda mnafanya nini katika jamii katika kuwawezesha, kuwaelimisha hasa kuhusiana na matumizi salama ya mitandao ya kijamii? Na endapo pia hadi sasa mmepokea visa vyovyote, ripoti zozote kuhusiana na mwanamke ama msichana ambaye amepitia dhulma za kidijitali? Asante sana. Nafikiri kama shirika la Action Aid, ukiangalia ile kauli mbiu ya mwaka huu ambao unasema kuwa tuweze kukomesha dhuluma ya kidijitali dhidi ya watoto wa wasichana na pia kina mama. Kama shirika la Action Aid tunafanya kazi na ukaribu na watoto wasichana. Na watoto wasichana sasa inafika kuwa wako pengine mashuleni. Na tunajua kuwa hiyo miaka ya watoto, awe msichana ama awe kijana, hapo ndio sana sana unapata kuwa wanaweza pata ile nafasi ya kuingia pengine katika mtandaoni. Na kama haiko safe, inamaanisha kuwa mtoto msichana pengine anaweza dhulumika. Na tunajaribu kuelimisha wale watoto wakiwa pale, kuanzia wakiwa shuleni. Tunaanza masomo wakiwa pale shuleni. Tunawaambia pengine zile vitu zinafaa wasipatiane majina zao. Kama ni kwenda mtandaoni, tunaongea pia na wazazi wao ikuwe ni ile kitu yenye iko controlled, ndio isikue. Unajua mtu bado kama akiwa bado ni mtoto, ni rahisi sana achukue kitu ikuwe ni kama a practice. Unaona? Anaweza kuichukua kama practice yenye inaweza kumdhuru hata katika maisha yake ya usoni. So tunaanza masomo kuanzia hapo wakiwa wadogo. Lakini kwa kina mama sana sana, tunajua tukifika mwaka wa 2027 tutakuwa tunaingia kwa uchaguzi. Na kama shirika pia tunajaribu kuhamasisha kina mama ili waweze kujitokeza, waweze kupata zile nafasi za uongozi. Sana sana za politics, political leadership. Na ikifika pale wakati unafanya kampeni yako, unajua utakuwa umejiweka huko wazi kwa mtandao. Ndio uweze kupata supporters wengi, ndio uweze kupata hata hiyo manifesto yako iweze kuenea. So hapo pia tunajaribu kuwaelimisha na kujaribu kuambia jamii kuwa kina mama pia wanahitaji ile nafasi ile ambayo iko safe kwao kuweza kupitisha sera zao kwa mtandao, lakini isichukuliwe kuwa huo mtandao ambao wanaweza kupitisha sera zao ndio the same mtandao ambao tena inaenda kwa dhulumu. Kwa sababu akishadhulumika itamaanisha kuwa ata withdraw, atasema mimi sasa sitaki kuendelea, nimepata matusi ya kutosha. Kweli. Sasa ni hiyo elimu ndio tunajaribu kupatia jamii kuwa mtu akiwa mtandaoni isikuwe sasa ni nafasi ya mtu kuweza kudhulumu mwenzake kwa sababu yeye ni mama. Kwa sababu hapo ndo tunapata kuna dhuluma mingi inatokezea. Issues do with women political leadership, wakati wanatafuta uongozi, hapo ndo sasa kina mama wanaumia. Watoto wakiwa wasichana, hapo ndo sasa unapata pengine wanakuwa kama targets, wale watu tunaita sex pets wenye wako pale mtandaoni. Okay, asante sana, nashukuru. Natumai kwamba tumepata kwa dakika kidogo tu sana Bi Janet, labda ni ushauri tu, ni hatua zipi tu ambao unaweza kumwambia mtu binafsi anaweza kuchukua leo kulinda usalama wake akiwa kwenye mitandao? Maana dhulma hizi ambazo zinajitokeza za kidijitali pia zimekuwa sio salama kwa afya ya akili ya watu wengi. Naam, asante sana. Kujilinda tukiendelea kutumia vyombo vya kidijitali ni kwamba tuwe na matumizi ambayo niseme responsible use ya social media. Kwamba wakati mwingi kuna mambo ambayo yanatu excite lakini hatufikirii kesho, na tunasema kwamba the internet never forgets. Yale mambo ambayo tunaweka pale kwa mtandao yatabaki hapo kwa muda mrefu na yanaweza kutudhuru baadaye. Kwamba tunaambia watoto wetu, kwa sababu sana sana wasichana wadogo ndo wanajipata katika mambo haya. Ingawaje pia wamama na watu wazima wanajipata hapo, lakini sasa wasichana inawa-affect sana kwa sababu umri wao ni mdogo. Utapata wasichana amekuwa na mahusiano na kijana, alafu anashare mambo mengi sana kwa mtandao, kama
picha, wakati mwingine wanapiga picha wakiwa uchi, wanashare, anaona ni mapenzi. Kesho wakiachana, the photos zinakuwa shared kwa internet. So ni tutumie mtandao responsibly. Kwamba tunatumia mtandao inatusaidia kwa sababu imerahisisha mambo, but the same way imerahisisha dhulma. Kwamba sitaweza kukufikia ni kudhulumu, lakini mtandao inaweza nifanya nikakudhulumu kwa haraka zaidi na nikakuaibisha kwa watu wengi zaidi. Kwa hivyo tutumie mtandao responsibly. Wazazi wanapatia watoto wengine wakiwa wadogo sana simu na kuwa expose. Ninajua sahi ni CBC, watoto wanatumia sana mtandao, lakini hata tukiwapatia hizi simu tujue kwamba tunaweza kulock vitu zingine wasiweze kuzifikia. Kuna settings tunaweza kuweka kwa simu to protect watoto wetu. So watoto watumie mtandao responsibly. Wazazi wajaribu kuweka settings ambayo haita expose watoto na mambo mengine kama haya. Wakati mwingine watu wazima wanafanyia watoto grooming. Ile wanaanza kuwaonyesha pornographic material, kidogo wanawagroom wakiwaonyesha kwamba haya ni mambo ya kawaida, wanaweza kufanya pia wao, and then by the end of the day how same people ndo wanawa abuse kupitia hiyo grooming ambayo wameifanya online. So ni matumizi yetu kwa mtandao, tuweze kuwajibika, tutumie mtandao vizuri, itusaidie na sio ituharibie community. Alright, asante sana. Tunamaliza, na katika kumaliza najua hapo kesho tarehe 25 kaunti ya Taita Taveta kupitia idara ya vijana, michezo na jinsia ikishirikiana na washikadau mbalimbali itakuwa inazindua rasmi siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya jinsia, ukatili dhidi ya wanawake na hata wasichana. Kama shirika la Hand in Hand, unaweza kusemaje kuhusiana na hafla ya kesho na watarajie nini kutoka kwenyu Bwana Anthony kwa haraka tu? Asante. Kesho venye tumesema kwamba kutakuwa na mazinduzi pale na tutafanya activities 3. Kutakuwa na procession, ni kutembea tu, na pia kutakuwa na tree planting, na mwishowe kutakuwa na public address session kwenye watu wataongea. Najua mheshimiwa speaker atakuwa pale na washikadau wengine. Kwa hivyo wote tunakaribisha tukuje tuongee na tuzungumze, kukuwe ni community dialogue, tujue hasa tutaweza jikinga namna gani hasa ikikuja na hii dhulma ya digital. Naam. Asante. Kwa sekunde tu, Action Aid, Bi Pauline, shughuli zipi ambazo zitakuwa zinafanyika pale, watu watarajie nini haswa hapo kesho kwa kuadhimisha siku hizi 16? Na pengine kwa ufupi tu, maana siku ni 16. Je, unaweza kumwambia mtu kwamba kwa hizi siku 16 pengine we sio mshikadau ama we sio we hauko kwa haya mashirika, ama mimi kama KK tu mtu binafsi wa kawaida naweza tumia vipi hizi siku 16 na mimi niwe na mchango fulani? Yes. Asante sana. Kesho vile tumeelezewa pale ni uzinduzi. Uzinduzi wa hizo siku 16. Alafu hizo siku zingine tukihesabu hizo siku 16 kutakuwa na vitengo mbalimbali ambazo zitakuwa zinafanyika katika kaunti yetu mzima. Tutakuwa na hamasa ambayo itakuwa inaendelea katika kaunti mzima. Tutakuwa na hamasa pale Taveta, kutakuwa na hamasa Mwatate, tutakuwa na hamasa Voi, tutakuwa na hamasa Undani, ambapo mashirika mbalimbali yatakuwa yanachukua jukumu ya kufanya hamasa pale. Na pia tusisahau kuwa kesho pia kutakuwa na football tournament. Kutakuwa na teams mbili ambazo zitakuwa zinacheza pale, na mshindi of course atapata tuzo fulani. Na pia kutakuwa na wageni wa heshima ambao watakuwa wanapatia na keynote speeches. Kwa hivyo tukue waangalifu kesho, tujitokeze kwa wingi, tujipate pale Undani Weruga. Alright, asante sana. Katika kumaliza tu Bi Janet, pengine kuna watu wanauliza, je, endapo niko na hali ambayo inaniwasha ama niseme tu ile mtu anapitia dhuluma na anataka kufikisha ujumbe ama kuripoti, labda kuna hotline number ya kiserikali ama ya account ambayo labda watu wanaweza kutumia, kwa sababu kuna watu wanaogopa kusema, lakini akipata jinsi ya kuwasilisha ujumbe wake anaweza kupata usaidizi kwa haraka tu. Asante sana. Kwa upande wa county bado tuna work on kupata namba ya hotline ambayo unaweza kureport cases, but kuna zingine za national ambazo tunaweza kureport cases zetu
tuko na 1199 ambayo mtu anaweza kupiga anonymously na akareport cases. Okay. So wakipiga simu hapo wataweza kusaidika, na utaweza kukua linked na wale watu ambao wako karibu na wewe zaidi ambao wanaweza kukusaidia kulingana na vile umeathirika. Naam. Alright, asanteni sana wageni wetu kwa ajili ya mdahalo huo muhimu zaidi, na asante kwako wewe msikilizaji kwa kusikiliza kwa makini, kufuatilia na hata kwa maswali ulioyauliza. Kumbuka mdahalo ulikuwa unahusu gender based violence ama dhulma dhidi ya kijinsia, haswa tukiangazia siku 16 ambazo zinazinduliwa rasmi hapo kesho ili kuweza kupinga dhulma za kijinsia. Mwaka huu kauli mbiu ni to unite ama kushirikiana kwa pamoja ili kumaliza dhulma za kidijitali. Mimi kutoka kwangu KK Kitoto Kiafrika na kwa niaba ya kituo cha Sifa FM nitasema hivi: tukumbuke kwamba ukatili wa kidijitali ni ukatili halisi. Unachangia msongo wa mawazo, kuumiza utu wa mtu na wakati mwingine pia kusababisha madhara ya muda mrefu. Kwa hivyo katika siku hizi 16 basi ni muhimu zaidi tuungane kuhakikisha wanawake na wasichana wanaweza kutumia mitandao bila hofu. Naitwa KK Kitoto Kiafrika nikikutakia usiku mwema, na nitakuacha na mwenzangu Gibson Kisaka ambaye atakuwa anaendeleza kipindi hiki cha Jamvi la Gumzo. Ili kutangaza nasi katika Sifa FM Classified, wasiliana nasi kwa nambari hii 0111 618 122.